Ripoti zinaeleza kwamba Urusi imetengeneza hofu kubwa kwa mataifa mengi ya NATO pamoja na Ulaya. Hofu hii imetokana na vita vinavyoendeshwa huko nchini Ukraine, lakini pia ni kutokana na baadhi ya ndege zake zisizokuwa na rubani kuingia katika anga za mataifa kama vile Poland, jambo ambalo limesababisha mataifa ya NATO pamoja na Umoja wa Ulaya kuwa na uhakika kwamba huenda Urusi ina mpango wa kufanya mashambulizi katika mataifa hayo. Katika nyakati hizi sasa, NATO inajipanga vilivyo. Inaongeza uwezo wake kwenye eneo la Mashariki baada ya uvamizi hivi karibuni wa ndege zisizokuwa na rubani za Warusi. Wakati huo huo, wanashirikiana na Umoja wa Ulaya na wametangaza ramani kuu ya sera ya ulinzi inayolenga kuzuia vitisho kutoka kwa Urusi. Lakini Urusi imeeleza kuwazi kwamba hatuna mpango wa kufanya shambulizi katika nchi yoyote ya Ulaya. Na huu ni upumbavu kusema kwamba Urusi ina mpango wa kushambulia nchi za Ulaya. Mwelekeo kwa ujumla uko wazi. Sisi hatuna mpango wa kufanya mashambulizi kwa taifa lolote. Zaidi ni baada ya operesheni yetu ya kijeshi tutaendelea kujilinda, aliwahi kuzungumza Sergei Lavrov, waziri wa mambo ya kigeni, kauli ambayo imerejelewa na rais wa Urusi Vladimir Putin. Kupitia Umoja wa Ulaya pamoja na EU wanadai kwamba mwelekeo wao wa ujumla nao uko wazi. Ulaya inalenga ushirikiano wa karibu wa kijeshi ambao hadi sasa una tatizo na mitazamo tofauti ya kile kinacholeta tishio, maslahi ya ndani na bila shaka kutoaminiana. Ndani ya Umoja wa Ulaya pamoja na NATO bado kumekuwa na mataifa ambayo yamekuwa yana imani na kile kinachofanywa na Urusi, kwamba Urusi haina mpango wa kufanya uvamizi ndani ya mataifa ya Umoja wa Ulaya. Lakini kimsingi Umoja wa Ulaya unapaswa kuwa makini dhidi ya Urusi. Kwa mara ya kwanza ramani hii inatoa makataa madhubuti, taratibu za bajeti na mgawanyiko wa wazi ambao unaweza kubadilisha mawazo ya muda mrefu kuwa ukweli. Mpango wa mwelekeo wa Umoja wa Ulaya utawasilishwa katika Baraza la Umoja wa Ulaya wiki ijayo kuhusu idhini, lakini kujadiliwa na itawasilishwa kwa Baraza la Brussels wiki ijayo. Uhakika katika sera ya usalama ya Ulaya ni hatua ambayo inaweza kuifanya EU kuwa mshiriki mwenye nguvu na umoja wa kisiasa na kijiografia, si tu kambi ya kiuchumi. Sio jambo la kushangaza tu ambalo linaisumbua Ulaya, lakini ni namna ambavyo inaweka hatima yake rehani. Lakini lazima uhakikishe wanajiweka vema kijeshi, lakini pia kisiasa na kiuchumi. Hii sasa inaanza kuamua maamuzi ya muda mrefu yaliyotayarishwa na kufanywa dhahiri kwa maneno ya nguvu ambayo yanageuza hofu kuwa ridhaa na sekta ya ulinzi katika siku zijazo zisizoweza kuepukika. Huu ni uamuzi wa kikatili wa watu wa Ulaya. Lazima tujiweke tayari, lazima tuweke silaha upya kama tulivyopanga kimuundo, na si tu hatua ya muda inayoonyesha ongezeko la matumizi ya kijeshi. Lazima tujipange kisawasawa, wanaeleza viongozi wa Umoja wa Ulaya katika namna ambavyo wameamua kujilinda dhidi ya Urusi. EU inaangalia kuimarisha ulinzi wa ndege zisizokuwa na rubani ambazo zinaingia Ulaya kutoka Urusi. Kulingana na ripoti, mawaziri wa ulinzi wa NATO tayari wanakutana huko Brussels ili kuongeza na kujadiliana namna ya kuikabili Urusi na jinsi ya kuzilinda nchi zao. Ujerumani inatanua silaha kutoka Marekani na itanunua silaha zenye thamani ya dola milioni 500 kwa ajili ya Ukraine chini ya mpango mpya wa kuharakisha vifaa vya kijeshi nchini Ukraine. Lakini pia licha ya taarifa iliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump, moja kati ya jambo ambalo linasubiriwa ni mkutano wake na Rais Putin. Ni nini kitamuliwa kati ya marais hao wawili, mkutano ambao utafanyika huko Budapest wiki 2 zijazo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.